Asante. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Adriano Masola Kilalo. Siku ya leo niko kwenye studio za MCC TV, jukwaa la kuinukia. Siku ya leo natamani kuongea na watu wote ambao wananisikiliza, ambao wananitazama kwa ajili ya kuleta ujumbe mzuri mbele yako kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jukwaa la kuinukia. Mtu yoyote anayetamani kusimama mbele ya madhabahu kwa ajili ya kunena siri za ufalme wa Mungu, ni siku ya leo ambayo Adriano nimekuletea ujumbe kutoka katika vitabu vingi vya Injili kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, watu pate kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ndivyo jitambulisha hapo awali, kwa majina ni Adriano Masola Kilalo. Natamani kuleta ujumbe mzuri. Pia kabla ujumbe wangu, namshukuru sana baba yangu mchungaji Richard Iyanga ambaye siku ya leo amenipa kibali cha kusimama mbele ya madhabahu hii kwa ajili ya kunena siri za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu siku ya leo linasema sheria za Mungu. Tunaposema neno sheria za Mungu lina maana kubwa sana katika ulimwengu wetu wa kiroho, lakini pia kabla ya kuanza kudadavua neno sheria za Mungu, tunataka tujue maana ya neno sheria. Tunaposema sheria ni taratibu ambazo zimewekwa na kikundi cha watu au kundi la watu fulani au taifa la watu kwa ajili ya kufuatwa. Lakini pia katika upande wa kiroho kwenye Biblia ya Mungu, Biblia neno takatifu, tunaposema sheria za Mungu tunazungumzia taratibu na kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaposema sheria za Mungu tunamaanisha ni neno la Mungu. Biblia takatifu inatuambia sheria za Mungu zipo nyingi, lakini neno ndiyo sheria kuu. Kwa hiyo tukiweza kushika neno na kufuata na katika kuishi mapenzi ya Mungu, hapo utakuwa umeishi katika sheria ya Mungu. Lakini katika upande wa kimwili, upande wa kibinadamu, tunaposema sheria ndio taratibu zilizowekwa na kundi la watu au kikundi cha watu au taifa la watu. Kwa unapovunja sheria za taifa au kikundi, lazima kuna adhabu ambayo utaipata. Hivyo hivyo hata ukivunja sheria ya Mungu kuna hukumu ambayo utaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuangalia katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Kwamba neno linatuambia kwamba utakaposhika sheria ya Mungu, utakapokubali kuenenda katika neno la Mungu na kuishi mapenzi ya Mungu, basi utakuwa na siku nyingi za kuishi, utaongezewa miaka mingi duniani, kwa sababu tayari unaishi katika mapenzi ya Mungu, mapenzi ambayo unafuata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba sheria za Mungu ni kuishi mapenzi ya Mungu, kutembea katika sheria yake na kutii neno lake. Tunaposema hivyo, basi sisi ni vijana wengi, tupo vijana wengi ambao ndo sisi tunatakiwa tumtumikie Mungu kabla ya siku ya siku mbaya. Lakini sasa katika ile Zaburi 119 ule mstari wa 9, neno la Mungu nasema kwamba ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno la Mungu. Tunaposema neno la Mungu na kulitii, tunamaanisha huyo kijana anatakiwa aishi katika sheria ya Mungu, aishi katika neno la Mungu. Ili usivunje neno la Mungu, unatakiwa uende katika mstari ulionyooka katika neno la Mungu, kufuata katika ile sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoangalia sheria ya Mungu, tunaangalia neno la Mungu. Unatembea katika neno la Mungu, yaani unatembea kwenye mapenzi ya Mungu, sheria ya Mungu. Lakini pia katika sheria ya wanadamu, unapoenda kinyume na sheria ya mwanadamu, unapoenda kinyume na sheria iliyowekwa na serikali, lazima kuna hukumu ambayo utapewa. Bwana Yesu asifiwe sana.